Hii ndiyo maana harisi ya mume wa mtu ni sumu. Imekwenda kumkuta Mati baada ya kuanzisha mahusiano na mume wa mtu. Manyanya yuko katika ndoa na Vai na wamefunga ndoa kanisani. Sasa ameingia katika mahusiano bila kutambua kwamba sumu hii inaweza kumwangukia, na sasa sumu imekwenda kupenya katika moyo wake baada ya kupokea simu kutoka kwa Manyanya kwamba waachane. Tukumbuke Mati mpaka sasa yuko katika bajeti kubwa ya kuhakikisha sherehe ya uchumba inakamilika, na ndugu zake wamefika, na maanisha dada zake pamoja na shangazi yake. Sasa Manyanya anarudi kwa mke wake baada ya kikao kizito na wazazi wake. Tunatazama Mati anatokwa na machozi baada ya kuwa na mahusiano na mume wa mtu. Hapa kuna kitu cha kujifunza, kwa sababu hawa ambao wanakuja mtaani baada ya kutoka kwenye ndoa zao mara nyingi sana huwa wanarudi na kuacha vidonda kwa wale ambao waliwapokea. Sasa Manyanya anarudi nyumbani kwake kwa shinikizo la wazazi wake. Tunatambua wazazi siku zote huwa wanakuja kwa lengo la kujenga, sio kubomoa. Sasa tunatazama wazazi watatu: mjomba Manyanya, baba wa Manyanya na mama wa Manyanya, wanakuja kwa lengo la kutengeneza. Baada ya hapo wanakwenda kuweka msimamo mkubwa sana sana. Baba yake anamwambia kwamba mimi hapa sijaja kukubembeleza, bali nimekuja kwa lengo la kutoa amri kwamba urudi nyumbani kwako, na sihitaji tena kusikia maneno yoyote, kwa sababu mimi nahitaji muanze upya, kwa sababu haya mambo yote ambayo unayafanya, yote hayo yanaweza kuleta mambo mengine mabaya zaidi. Tambua hata sisi wazazi wako huwa tunakosana, lakini tunaficha madhaifu yetu na tunasonga mbele. Kwa hiyo moja kwa moja Manyanya anasisitizwa na kuambia kwamba kwa sasa ni amri, na baadaye sasa tunatazama mama yake na Manyanya anakwenda kutoa amri na kumwambia kwamba kuanzia sasa sitisha masuala mazima ya mahusiano na huyo binti ambaye uko naye kwenye mahusiano, na urudi nyumbani kwako. Hivyo tupo kwenye kikao, tunahitaji upige simu ili uweze kutoa taarifa kwa huyo binti aache kabisa kukusumbua na urudi nyumbani kwako. Manyanya hapa anaonekana kusita, kwa sababu anatambua kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu yeye yuko katika process ya kuhakikisha uchumba unatangazwa. Sasa Manyanya anakaziwa, japokuwa alikuwa anagoma. Baadaye baba yake anamwambia, kwa sasa tambua wewe ni mkubwa, ni mtu mzima na unajiona mtu mzima, lakini mimi bado wewe ni mtoto wangu, wewe ni mdogo sana kwangu, hivyo nimekuja kwa lengo la amri, piga simu. Baadaye Manyanya anapiga simu huku akiwa anatetemeka. Huku sasa kwa upande wa Mati, yeye alikuwa na bajeti kubwa ya kuhakikisha swala zima la sherehe ya uchumba inafanyika akiwa na ndugu zake. Basi tunatazama shangazi yake anamuuliza, wewe umejipangaje kuhusiana na sherehe hii? Baadaye tunaona Mati anamwambia kwamba nimejiandaa vizuri na mume wangu amenipatia kiasi cha shilingi milioni 2 kwa ajili ya sherehe hii. Tunatazama shangazi yake anamwambia, kiukweli mkwe wetu anaonekana amejipanga kweli kweli. Sasa huku simu ikaenda kuita kwa upande wa Mati ili aweze kuzungumza na Manyanya, akatoka na kuingia chumbani. Sasa hii simu ilikuwa mbaya sana kwa upande wa Mati na pia kwa Manyanya, kwa sababu ameshinikizwa na wazazi. Baadaye Manyanya anamwambia Mati, baadaye tunaona Mati akipokea kimapenzi, haro baby unaendeleaje? Lakini Manyanya anamwambia, kuanzia sasa sihitaji kuendelea na mahusiano na wewe, na usinijue na wala usinipigie simu, usinisumbue, sihitaji kuwa karibu na wewe tena, wala usitafute njia yoyote ya kukutana na mimi. Kwa hiyo moja kwa moja Manyanya anazungumza kwa hisia, kwa maana kwamba anahitaji kuvunja mapenzi. Baada ya hapo tunaona mzee wake anasisitiza na kumwambia kwamba anatakiwa kumblock
Sasa Manyanya anamblock moja kwa moja Mati, na Mati anapiga simu haipatikani, anapiga simu inatumika. Baadaye sasa tunaona Mati bana anazimia kwa kile ambacho anakutana nacho. Sasa dawa imemuingia Mati katika swala zima la kutembea na mume wa mtu, kwa sababu haujui feedback ambayo ameishi nayo, hauwezi kujua historia ambayo imesababisha yeye kuja kwako. Hivyo ipo siku anaweza kuondoka na kuacha vidonda kama ilivyotokea kwa upande wa Mati. Sasa tunaona Mati wanampepelea pale, ndugu zake wanajiuliza kuna kitu gani, na baadaye anapelekwa hospitali kwa maana kwamba yuko hoi bin taban kwa sababu pressure imepanda kinomanoma. Sasa tunatazama ndugu zake bana wamekuwa na wasiwasi juu ya maisha ya Mati. Sasa kwa upande wa Vai na Manyanya mambo yameanza upya, kwa maana kwamba mapenzi yanaanza kuchipua. Nyakati za asubuhi baada ya kulala pamoja, tunaona Vai bana amejifunza jambo kuhusiana na swala zima la kumlea mwanaume. Tunatazama akiamka na kumtazama kwa tabasamu zito na kumwambia, kiukweli mpenzi wangu, nimefurahi sana kulala na wewe, kiukweli fukuto lako ni tamu sana sana. Tunaona hapa Vai bana anasogeza chuchu fulani hivi ili mradi aweze kumgusa mpenzi wake. Sasa Manyanya anaonekana kufurahi sana na kumwambia kwamba umeamkaji wife na nini, basi wakawa wanazungumza kimapenzi. Sasa tunatazama Vai bana amejua namna gani ya kuishi na mume wake. Baadaye anamuuliza kwamba mimi ni kuandalie chakula au ni kuandalie maji, kwa maana kwamba breakfast, apate chai asubuhi. Manyanya bana naye anaongea kwa kudeka na kumwambia kwamba naomba uniandalie walau nipate kidonge tu cha kupozesha kichwa kwa sababu kichwa kinaniuma. Sasa hapa Manyanya anaonekana kupata faraja baada ya mke wake kutambua kitu gani ambacho anatakiwa kukifanya. Aise, mambo ni moto kweli kweli. Huku sasa kwa upande wa Mudi hali bado ni ngumu. Mudi paka sasa ndoa yake imevunjika na majuto yanaendelea, kwa sababu kubwa ni kutokujali familia yake inaishi vipi, wanakula nini. Basi hapa tunazungumzia mke wake, kwa sababu yeye alikuwa hana mtoto yoyote, lakini Mudi alikuwa bize sana katika swala zima la starehe. Pombe ndiyo ilikuwa hitaji lake kubwa. Sasa tunatazama Mudi bana siku ya leo analia kinomanoma na anaenda kuivunja ile chupa ambayo alikuwa akiamini kwamba ndiyo faraja yake. Sasa tunaona Mudi bana anavunja ile chupa. Sasa hapa kuna kitu, yamkini Mudi ameamua kubadilika kwa sababu ya maisha ambayo ameyapitia, na sasa mke wake hayupo tena nyumbani kwake. Kwa hiyo hapa jamaa ana majuto kinomanoma. Tamthilia hii hapa Dunia inazidi kupamba moto na tunazidi kujifunza mambo mengi kuhusiana na mahusiano, na sasa tunajua kabisa kwamba mume wa mtu siku zote ni sumu, kwa sababu haujui alikotoka. Lakini mambo yote ambayo yametokea ni kwa sababu tu Vai alishindwa kulea ndoa yake. Kama ni mara yako kwanza kujiunga nasi, basi chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, gonga hapo ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Karibu sana na asante.